Kwa majina naitwa Witness Siridioni, natokea Madale. Nimesimama hapa mbele yenu kumaibisha shetani. Yesu baba mzee wa Yesu amenitetea sana. Ushuhuda wangu wa kwanza, nilikuwa nasumbuliwa sana na kichwa. Nilikuwa nikikaa kati ya watu wengi kama hivi tulivyokusanyika. Nilikuwa sipati amani, kichwa kinaanza kuniuma. Nafika nyumbani, homa sio homa, kwa kichwa nilikuwa siwezi kukaa katikati ya watu wengi. Nilikuwa napata shida, lakini namshukuru Yesu baba mzee Yesu, baada ya kukanyaga kwenye madhabahu, sasa hivi najichanganya na watu wote na kaa vizuri. Kichwa hakiniumi tena. Shida yangu ya pili, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo. Tumbo lilikuwa linaniuma. Nakumbuka mara ya kwanza nakuja kwenye madhabahu baba mzee Yesu, ile barabara ile ukiwa unakuja hivi kanisani. Ndio. Nilikuwa nimeongozana na wifi yangu aliyenileta kwenye ile madhabahu, kamwambia tumbo linaniuma, akaniambia sogea twende, ibada imeshaanza. Nikatembea tukafika mpaka kanisani. Kanisani nilikuwa sina amani, nilikuwa nahangaika na hisi kufa, lakini namshukuru Mungu nimepona. Tumbo sasa hivi haliniumi tena. Yaani nilikuwa natembea, tumbo likianza kuniuma, nilikuwa natembea na magoti. Siwezi kuinuka hivi, huku tumbo lote lina yaani kama kuna kitu kinanifunga hivi, kinafungamanisha na mgongo. Kwa hiyo natembea na magoti. Unasikia kitu kimekufunga kabisa tumboni. Kuanzia tumboni mbele mpaka mgongoni. Amina kwani. Sasa hivi yote imekatika. Yote yamekatika kwani. Imeisha. Jamani, kwa nini usimshangilie Yesu? Anatenda mambo makubwa namna hiyo. Kichwa kilikuwa kinamuuma, hawezi kukaa akiona watu wengi kama unamchanganya. Sasa hivi unajichanganya vizuri. Sasa hivi kwani na amani. Nilikuwa sipati amani kikaa katikati ya watu. Wenzangu wanafurahi kwani. Mimi nilikuwa sina hata furaha, najitenga na kuwa mpweke. Yaani hivyo nilikuwa sielewa hata na matatizo gani. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu, natembea huru kwani. Yesu ni mwema. Amina kwani. Ushuhuda wangu wa tatu. Wewe unaandika huko wa tatu. Nilikuwa nimesumbuliwa sana na hilo tumbo. Mama alihangaika sana kunienda kwa mama mmoja. Tumbo hilo lilikuwa ni la siku, akaniambia ili tumbo linalomuuma hawezi hata kupata mtoto kwa staili hii. Ili tumbo linatafuna, yani kilichoko tumboni kinatafuna mayai. Yani yai likija lazima kitafuna, hata kiingia kwenye ndoa atakuwa tasa tu. Mama akawa amepewa dawa. Huyo mama gani anayekuambia hivyo? Ni mama tu, nilipelekwa tu na mama yangu, nilikuwa simjui. Ni nyumbani. Akanipa dawa, hizo dawa zilikuwa ni masharti sana. Yaani ni sehemu ambayo tulikuwa tunaongozana bila kuongea. Yaani mimi na mama tusiongeleshane. Twende kama mabubu. Kwa ile nilipofika hapa ndo nikaamka, kumbe ile dawa ilikuwa dawa, ni yale mambo ya uganga. Kwa hiyo sasa umeshaelewa? Nimeshaelewa kwa. Umeelewa kwamba pana masharti. Amina. Baada ya hapo tena msiongee. Hapo kwani sikujua. Ndio tukafanya hivyo kama mama alivyokuwa ameambiwa. Baada hapo nikaa Kwa mnaenda kimya kimya. Kimya kimya. Mbele tembea. Hamna kuangalia kushoto wala kulia. Amina kwani. Ukiongea tu ushaharibu, ndio maana dawa haijafanya kazi. Amina. Tumbo likaendelea kuuma. Tumbo likaendelea kuuma kwani. Tuendelee. Ndio nikaja nikakutana na huyu hapa, tukaendelea kuishi pamoja. Huyu hapa alikuwa na mganga mmoja, akapiga simu akasema huyu mwanamke uliye naye hawezi kuzaa hata kidogo. Mganga ametabiri sasa. Mganga kwa njia ya simu. Kwa njia ya simu. Anasema wewe binti una matatizo makubwa, inabidi ulete 50,000, ulete na kondoo. Yule kondoo anamchinja, anamwaga damu. Wakishamwaga damu ndo mimi nitapata mtoto, ndo alivyokuwa amesema hivyo. Mimi nilikataa. Namshukuru Mungu vile vile alivyokuwa anatulazimisha mganga kwenda kule. Pakatokea mdada ambaye alikuwa anasali mahali hapa kwenye hii madhabahu, ndo aliyenikokota kutoka kule akanileta hapa kanisani. Kwa nini usimpigie Yesu? Yesu akikupenda anakutoa mazizini, anakuingiza mjini. Amina. Sema amen. Sema na mimi natoka mazizini kwa jina la Yesu. Baada ya hapo nikaja pale kanisani, wakaendelea kuniombea makuhani, hawakuniacha peke yangu. Matatizo yote niliyokuwa nayo, sasa hivi nimebaki huru, kusema ukweli. Nimebaki huru.
nilikuwa sieleweki, nilikuwa na matatizo mengi, magonjwa sioeleweka, panaibuka hili panaisha hili. Baada ya hapo kwani wakaniombea swala la mtoto, namshukuru Mungu nikapata mtoto pale pale kwenye ile madhabahu. Aliyekuwa tasa amezaa. Amina. Watu wote walisema hawezi kuzaa. Kaka zake huyu jamaa, waganga wa mama, waganga wa kila aina, mke wako hawezi kuzaa, lakini kwa Yesu tukisema vinatokea. Amina. Na walivyoona kamimba kameingia, simu zikapigwa. Wakakupigia simu wakakwambiaje? Kama unakumbuka. Walinipigia simu akaniambia huyo mtoto tuone hata afikisha miezi 7, lazima itoke mimba. Baada ya ndugu wa karibu, ilipofika miezi 7 hii mimba ilinitesa sana. Ilitaka kutoka, nilipiga simu kwa makuhani wangu hawa ambao ni wa Yesu mwenyewe. Hawakuniacha peke yangu, waliniombea. Nakumbuka nilienda hospitalini Bunju. Mimi tumbo limeshaningilia, nisijui kama mtoto ni mzima. Yaani natembea tu, yani sielewi kama tumboni bado kuna mtoto. Damu zinatiririka. Kwa nini nishasema hapa labda maneno yaliyotamkwa inawezekana labda ndio hivi, lakini nilisema Yesu, haiwezekani shetani afurahi. Nikaa naenda Bunju najiamini hivyo hivyo. Tumbo linaniuma, uchungu, yani uchungu mgongo, nilikuwa siwezi kutembea. Nifika kule narazwa tu kitandani vile napiga ultrasound. Mtoto ndo anacheza pale pale wanavyopiga ultrasound. Wakati mimi nimetoka nyumbani nimelala usiku kucha. Achezi yuko hivyo hivyo. Damu zinatiririka, tumbo ndo hivyo limeshashuka huku chini. Lakini wanapiga picha pale, ndio mtoto ananiambia, "Mbona we mama, mbona mtoto anacheza huyu?" Baada ya maombi, maana njia nzima anatembea huko anatuma message. Anatembea huko anatuma message, kwani hapa mimi sielewi, naambia kitaeleweka. Amina. Tunanyang'anyana katoto, tunanyang'anyana na shetani. Amina kwani. Jamani, mkiwa na vimimba waga vinatutesa. Nafikiri na mimi ndio nimekabeba yani. Amina kwani. Wakakaona kamepiga mguu. Baada ya piga picha pale katoto kapiga teke, mbona mnanisukuma? Tuendelee. Namshukuru Mungu, mtoto alikutwa ni mzima, nikatoka kule ni mwenye furaha. Wale majirani zangu sasa ni wacha nyumbani, wameshakaa vikao wanasema, huyu sikaenda Bunju, inawezekana hata mimba yenyewe imetoka, amepata hasara. Cha ajabu wakashangaa mimba inaendelea kukua. Miezi 9 imefika, nimeenda leba nimejifungua, wanashangaa mtoto analia ndani. Wamesikia aibu kuja ndani kuangalia mtoto. Wamebaki wanajiuliza, hivi hujapata shida kwenye kujifungua? Nikasema Yesu amenisaidia. Wewe ushangilie, una kitu gani? Yes. Unawivu nini? Au wapangaji wenzake wote wao wamemkataa. Walinitenga. Ananiambia kwani hapa ni amen, ninakwambia wataama wao. Utazaa humo ndani. Amina. Yaani unakataliwa kuanzia upande wa mama, upande wa mume wamekataa, upande wake yeye wamekataa. Na wapangaji mle ndani wote kila siku visa tu. Tuone siku ya kujifungua kama nani atakusaidia. Amina. Anamwambia maneno live. Nilikuja hapa Jumapili, nilikuwa sina uchungu, nikafika pale maombi wakaanza maombi yale ya asubuhi, nikashiriki. Baada ya hapo nikauma uchungu, nikaenda hospitalini, kakuta watu wamekaa pale wiki hawajajifungua. Lakini pale nilipofika mimi pale hospitalini, namshukuru Mungu, wakapima njia, daktari akanitupa pembeni akaniambia, "Wewe dada, nenda pembeni, utusumbua hata njia yenyewe una." Akaniweka pembeni. Nikamwambia, "Yesu, baba mzee, Yesu nisaidie. Nitoka kwenye hiki kitanda hiki nikiwa salama na sitaki kupasuliwa." Nikatuma message kwa makuhani. Baada ya kutuma message tu, uchungu sikujua ulikotokea. Nilijifungua salama na mtoto alikuwa amekaa vibaya. Hebu shangilia kwa nguvu sana. Kwa nguvu zote. Uchungu ulipotokea hakujua. Lakini sasa sisi tunajua ulipotokea. Maana siku hiyo tumemwona kanisani. Wakati kwaya zinaimba namuona anaenda kutunza kwaya.
Baadaye kidogo niko pale nimekaa, naona message inaingia, kwani niko hospitali. Huyu si nimemwona sasa hivi hapa. Maana mchana ibada inaisha nimeshajifungua. Kwa nini usipige hata kawimbo? Hebu mshangilie Yesu kwanza, simama juu.